إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تركنا الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، فإن اتقوا الله جل وعلا سعادة في الدنيا والآخرة وفلاح في الدارين. ولذا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحذركم واحذر نفسي على أن عصيان الله، واعلموا أن المعصية تزيل النعمة. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع البصير. Tuko kwenye tarehe 19 mwezi wa Rajab, ni mwaka 1447 baada ya hijra, sawa na tarehe 9 ya mwezi wa kwanza 2026 miladia. Safari ya Mtume Isra na Miraj. Tulizungumza katika juma iliyotangulia kuhusu safari hii au tukio hili, na tukasema ya kuwa wanavyuoni wamekhtalifiana ni lini ilitokea safari hii. Baadhi wamesema katika mwezi wa Rajab, wengine katika mwezi wa Dhulqaada, wengine katika mwezi wa Dhulhijja, wengine akasema katika mwezi wa Shawwal, na wengine katika mwezi wa Muharram. Almuradi, tukio hili la haki litokea kama vile tulivyo eleza katika juma iliyotangulia. Subhanallah, subhanalladhi asra bi'abdihi, ametakasika yule ambaye amempeleka mja wake katika baadhi ya usiku kutoka katika msikiti wa Makka hadi katika msikiti wa Jerusalem, ili kumwonyesha miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuliishia katika wingu ya tatu. Tutajaribu kufupisha kabisa, hataingia katika maneno mengine kwa sababu ya kuchunga wakati. Katika mbingu ya tatu, Mtume amekutana na Nabii Allah Yusuf, ambaye tuliona ya kwamba amepewa nusu ya uzuri. Amepewa, alimkuta ni kijana ambaye ana sura nzuri sana. Qala thumma urija ila samai rabi'a, kisha Mtume akapaishwa hadi katika mbingu ya 4. Fastaftaha Jibril, kama vile tulivyoona katika mbingu zilizopita, akataka kufunguliwa ili aingie kama vile ile utaratibu, kisha akafunguliwa. Faqila man anta, nani wewe? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka, kuna nani? Qala Muhammad. Qila au qad ursila ilayhi, ametumwa ama kuna idhni ya kwamba aje? Qala na'am. Qila marhaban bihi, karibu sana. Wala ni'ma almaji'u jaa, neema ama ujio ulio bora ulioje. Fafutiha lana, Mtume anasema tukafunguliwa. Fa idha huwa bi Idris, tukamkuta katika wingu wa 4 Nabii Allah Idris. Fadaa li bi khairin, Idris akamwambia Mtume, rehma na amani juu yake, khairi. Thumma urija fi samai al-khamisa, kisha Mtume akapaisha katika wingu wa 7. Fawajada fiha Nabii Allah Harun, akamkuta katika wingu wa 5 Nabii Harun. Farahaba bi, akanikaribisha. Thumma daa li bi khair, kisha akaniombea khair.
thumma urija ila samai sadisa, kisha nikapaishwa katika wingu wa saba. Na kama tujuavyo, tulisema kutoka katika mbingu moja hadi nyingine safari ya miaka 500, lakini mtume amesafiri katika baadhi ya muda mchache au usiku. Faida ana bi Musa, hapo nikamkuta Nabii Allah Musa katika mbingu ya 6, kalimullah alayhi salam, msemeshwa na mzungumzishwa na kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Musa alikuwa anazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Fasallamtu alayhi faradda salamu alayya, nikamtolea salamu akaregesha salamu. Thumma qala marhaban bi ibni as-salih wa nabii as-salih, karibu sana mtoto wa mwema, nabii aliyemwema. Falamma jawaztuhu baka, nilipokuwa naondoka katika wingu wa 6 na muacha Musa, baka, Musa akawa analia, akaangua kilio. Qila, ikaulizwa, kila lahu ma yubkika, ni kitu gani kinakuliza, mbona unalia? Qala, Musa akasema, abki li anna ghulamun bu'itha ba'di yadkhulu aljannata min ummatihi akthar mimma yadkhulu min ummati, nalia kwa kusikitika, nasikitikia umma wangu ya kwamba ghulamun, kijana mdogo aliyo mdogo kwangu kwa umri, bu'itha ba'di, ametumilizwa baada ya mimi, lakini yadkhulu aljannata min ummatihi akthar, katika umma wake wengi, katika umma wake wataingia peponi, mimma yadkhulu min ummati, kuliko wale ambao kwamba wataingia peponi katika umma wangu. Fabaka Musa rahmata li ummatihi, basi ikawa kilio cha Musa, amelia kwa sababu ya ruhuma na kusikitikia umma wake, kwamba Muhammad Ramadhani juu yake, ummati wake kwa kitu kwanza wamepewa umri mdogo na amekuja baada yake, kisha wataingia peponi wengi sana katika ummati Muhammad kuliko umma wake. Thumma urija bina, tunakwenda haraka kwa sababu ya muda. Thumma urija bina, kisha tukapaa, tukazidi kwenda juu, ila samai sabi'a, tukaingia katika mbingu ya 7. Fastaftah, akataka Jibrili kufunguliwa. Fafutiha lana, ikafunguliwa mlango katika mbingu ya 7. Fa idha huwa Ibrahim alayhi salam, hapo tumemkuta Khalilullah, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, Ibrahim alayhi salam. Qala hadha Ibrahim alayhi salam fasallim alayhi, Jibril akamwambia kama huyu hapa Ibrahim, mpe salamu. Fasallamtu, nikamtolea salamu Ibrahim. Faradda salam, kisha akarudisha salamu, akajibu salamu. Thumma qala marhaban li ibni salih, karibu sana mtoto wa mwema wa nabii salih, na nabii aliyemwema. Fadaa li khairan, kisha Nabii Allah Ibrahim akaniombea khairi. Inna Ibrahim qaribun min baiti ma'mur liannahu huwa alladhi bana al-Kaaba, Ibrahim yuko karibu sana na Baitul Ma'mur, nyumba yenye kuzuriwa na malaika, kwa kuwa yeye ndiye mjenzi wa al-Kaaba. Thumma, asema Mtume, thumma rufi'at ilayya sidratil muntaha, kisha ikainuliwa, ikaonyesha kwangu mkunazi ulio wa kikomo, mkunazi wa kuishilia, yani mkunazi ambao kwamba mambo yanakomea hapo, sidrati al-muntaha. Fa idha nabqaha mithlu khilalin hajar, matunda yake makubwa ya duara kama vile majabali. Wa idha waraqaha mithlu adhanul fil, na matawi yake, majani yake, bimaana majani yake ni makubwa kama vile masikio ya ndovu. Qala
Anasema wa idha arba'ati anhar, kisha hapo kwenye mkunazi wa kikomo toje kwenye Qur'an Sidratul Muntaha kukawa kuna mito minne, batinani, naharani wa dhahirani, kuna mito chini na juu. Fakultu ma hadha, nikauliza hii mito ni gani ya Jibril? Qala amma albatina fannahari fil janna, hii mito ambayo iko chini ni mito katika pepo. Wa amma dhahira fannil wal Furat, na ama ile ambayo iko juu ni mto Nile ulioko katika ardhi na Furat Euphrates. Qala ta'ala, Allah anasema hivi kwenye Qur'an, ma kadhaba alfuadu ma raa, moyo wa Mtume Muhammad haukudanganya yale ulioyaona katika Isra na Mi'raj. Afatumarunahu ala ma yara, hivi mtaanza kubishana na yeye juu ya yale ambayo aliyaona. Wala qad raahu nazatan ukhra, na amemuona malaika Jibril mara nyingine tena. Alimuona wakati mara ya kwanza akiteremka katika pango la Hira, na mara ya pili amemuona katika Isra na Mi'raj pale katika Sidratul Muntaha. Inda Sidratul Muntaha alimuona katika mkunazi, mti wa mkunazi al-Muntaha, ambao mambo yote yanaishilia hapo. Wanasema wanavioni ilmu ya malaika inakoma hapo katika huo mti ambao Sidratul al-Muntaha tajwa kwenye Qur'an. Indaha, karibu na mti huo, jannatul ma'wa, ndio kuna pepo al-ma'wa ambayo itakaliwa na wajawema milele. Inda Sidratul Muntaha idiasha sura mayasha. Kumbuka pindi mti huo mkunazi Sidratul Muntaha ulipokuwa umefunikwa kwa mapambo ya kufunikwa, yani umepamba mti huo, mapambo yamefunika mti huo. Ma zagha albasar wa ma tagha, satu an-Najm. Ma zagha albasar, macho hayakuhangaika yaangalia huku na huku. Wa ma tagha, wala macho hakuvuka mipaka yaone kile ambacho hayastahiki kuona. Laqad raa min ayati rabbihil kubra, ameshaona mtu Mwenyezi Mungu katika safari hiyo miongoni mwa aya na alama za Mola wake zilizokubwa. Huna tawaffaqa Jibril, hapa Jibril akakoma, wala metajawaz, wala hakuvuka aendelee na safari, lakini alikoma hapa, akasema kwamba sipiti hapa. Katika riwaya wanasema kwamba aligeuka kuwa mdogo kama mdudu chungu kwa unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, mtume anasema, thumma rufi'a ilayya albaytul ma'mur, kisha katika huo Sidratul Muntaha au mkunazi wa kukomea mambo kuishilia hapo, rufi'a ilayya albaytul ma'mur, iliinuliwa kwangu, mara nikaiona nyumba al-ma'mur, nyumba yenye kuzuriwa, nyumba inayotembelewa na viumbe wa mbinguni, al-malaika. Fa idha huwa yadkhulu kulla yawmin 70,000 min al-malaika, nyumba hiyo Baitul Ma'mur kunaingia ndani yake kila siku kikundi cha malaika 70,000, thumma lam yaudu abadan, kisha hawaregei tena. Walioingia siku ya leo hawatoki tena mpaka siku ya Kiyama, na wengine wataingia tena kesho. Kila siku tangu kuumbwa kwa ulimwengu wanaingia. Nyumba kubwa kiasi gani? Wanaingia kuzuru, yani yataabaduna fihi, katika nyumba hiyo Baitul Ma'mur kunafanyika ibada ya malaika ndani yake. Yatufuna kama yatufu ahli al-ardhi bilka'batihim, wanafanya tawaf
nyumba hiyo Baitul Maamur, wanafanya ibada ya kutufu kama vile wanavyofanya watu wanaoishi katika ardhi kutufu al-Kaaba. Kadhalika dhakal baitu, hivyo hivyo katika nyumba hiyo, wa huwa Kaabati ahli samai, na hiyo Baitul Maamur ndio al-Kaaba ya mbinguni, ya watu wa mbinguni. Walihadha, na kwa hii, kutokana na hali hii, wajada Ibrahim al-Khalilullah musnadan dhahirihi ila al-Bait al-Ma'mur, mtume alimkuta Ibrahim musnadan, ameegemea mgongo wake kwenye Baitul Maamur. Liannahu, kwa sababu gani? Bana al-Kaaba al-ardhiya, kwa sababu yeye ndiye mjenzi, ndiye aliyejenga al-Kaaba ya ulimwengu. Kwa hivyo fajazahu Allahu khaira al-jazaa, fajazaa min jinsi al-amal, mtume Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa Ibrahim khaira jazaa, malipa aliyo bora sana, kumweka karibu na Baitul Maamur, kuegemea katika ukuta wake. Aljazaa min jinsi al-amal, malipo sawasawa na kazi aliyokuwa ameifanya ya kujenga al-Kaaba ya ardhini na awe karibu na al-Kaaba ya mbinguni. Wa fi kulli samai baitun yata'abbadu fihi ahluha, na katika kila mbingu kuna nyumba wanafanya ibada katika nyumba hiyo watu wa mbingu. Yusalluna ilayhi walladhi fi samai dunya yuqalu lahu Baitul Izza au Baitul Uzza au Baitul Izza. Kila mbingu, katika mbingu 7, kila mbingu kuna nyumba ya ibada, mfano Baitul Maamur, mfano al-Kaaba, kuna nyumba ya ibada. Na katika mbingu ya kwanza kuna nyumba ambayo inaitwa Baitul Izza, wallahu a'lam. Na Allah nasema, Allah anajua hizo habari kwa mujibu wa tafsir Ibn Kathir, tafsiri ya suratu An-Najm. Ukipitia hapo utakuta maelezo haya, wanaeleza Najm, suratu At-Tur, suratu Tur. Wa fihi ay Baitul Maamur malaikatun, katika nyumba hiyo mtume alikuta almalaikatu qaimun abadan, wamesimama wamefunga swala daima hadi kwa kiyama. Wa malaikatu raki'an abadan, na wengine wamerukuu milele. Wa malaikatu sajidan abadan, na wengine wamesujudu milele katika nyumba hiyo. Wa malaikatu jalisan abadan, na malaika wengine wamesujudu milele. Yadhkuruna Allah, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sijida zetu za sekunde mbili au sekunde sijui ngapi, muda akisujudu muda mrefu sana ni dakika moja labda, au sekunde 30. Dakika moja ni nyingi, 30 seconds itakuwa umesujudu sana, tena shingo imeanza kuchoka. Nani ambaye kusujudu dakika 5 kama amesujudu? Hao malaika wako pale katika hali kama hiyo. Thumma urija bi, asema kwamba kisha, thumma urija bi, kisha nikapaishwa, dhaharati almustawa, nikapaishwa juu. Asma'u fihi sarfa al-aqlam, nikasikia sauti za kalamu zinaandika. Ay malaikatu yaktubuna, malaika wakawa wanaandika, nasikia sauti za kalamu zikiandika. Wala yara ahadun, hakumwona mtu. Jibril amekoma, yeye amebaki peke yake. Amesha iona Baitul Maamur, nyumba ambayo inazuriwa. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja nyumba hiyo, kuitaja katika Qur'an. Kisha nasema qala fakharra ar-rasul, kharaja rasul wahida
furadan, akaondoka mtume hapo hapo peke yake, mmoja hivi peke yake, ila arshi Rahman, hadi kwenye arsh ya Allah mwingi wa rehma. Fakharra sajidan, akaanguka kusujudu lirabbihi, kumsujudia mola wake, liannahu abduhu min ibadi arrahman, yeye ni mja miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mingi wa rehma. Walam yara rabbahu, na wala hakumuona mola wake, bal raa fi qalbihi, kama qala ibn Mas'ud, kama qala ibn Abbas, not ibn Mas'ud. Kuna watu miongoni mwa watu wa tarehe wanadai ya kwamba mtume alimuona Mwenyezi Mungu, alimuona mola wake, lakini kauli ambayo imenusuriwa na Ibn Abbas na wanavyoni wa kisawasawa ni kwamba hakumuona mola wake, kwa sababu marawahu Muslim an Aisha qalat, yale ambayo imepokelewa na Muslim katika hadithi ya Aisha, nasema kwamba suila nabii, mtume aliulizwa hiyo siku ambayo alikuwa ametoka katika safari Isra na Mi'raj, akaulizwa hal ra'aita rabbak, ulimuona mola wako? Qala nurun raa, niliona tu nuru, niliona mwangaza, niliona nuru, wala sikumuona mola wangu, niliona nuru peke yake, na haiwezekani kumuona mola wangu. Asema aliona nuru peke yake, ndio iliona. Asema Ibn Abbas ya kwamba raa rabbahu bal raahu fi qalbihi, kama qala, aliona katika moyo, aliona mola wake ndani ya moyo. Amefika mbele ya mola wake baada ya safari kutoka katika Baitul Haram hadi Al-Aqsa, kisha araja, akapaa kutoka Baitul Al-Muqaddas hadi mbingu ya kwanza, ya pili, mpaka mbingu ya saba, mpaka Al-Muntaha, kisha Baitul Ma'mur, kisha yuko mbele chini ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma jalasa, kisha mtume akakaa. Jalasa iftirashan, jalasa iftirashan, kikao ambacho watu hukaa katika swala. Iftirashan, mguu wa kulia umesimama, amekalia mguu wa kushoto, hiyo ni iftirash, kikao cha iftirash. Thumma jalasa iftirashan, akakaa kikao cha iftirash. Faqala at-tahiyatu al-mubarakatu salatu tayyibatu lillah. At-tahiyatu, maamkuzi, al-mubarakat, yenye baraka nyingi sana, was-salawatu tayyibatu, na sala iliyo njema sana, lillahi, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, amani iwe kwako ewe nabii na rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Qala assalamu alayna, na amani iwe kwetu, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja wema, ya waja wa Mwenyezi Mungu walio wema. Katika mapokezi haya wana tarikh, wanavyoni wanaoshughulikia na tarikh wanazungumza wakisema kwamba hii ndio asli ya at-tahiyatu ambayo watu huisoma katika sala zao. Asili yake ni hivi: mtume alivyokaa mbele ya Mwenyezi Mungu tayari kupokea kile alichoitiwa ama kile ambacho kimefanya aliko katika mbingu. Wanavyoni wa tarikh, ngawaje kuna wanavyoni wa hadithi ambao wamesema kwamba haikuwa ndio asili yake. Kwa hivyo wanavyoni tarikh wanasema kwamba baada ya mtume kukaa akisema at-tahiyatu al-mubarakatu as-salatu tayyibatu lillah, maamkuzi
yaliyo yenye baraka na swala njema, rehma njema ni za Mwenyezi Mungu. Qala Ta'ala, Allah kamjibu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salamu iwe juu yako ewe nabii, wa rahmatullah, na rehma za Mwenyezi Mungu, wa barakatuhu, baraka zake. Qala, mtume akajibu, assalamu alaina, amani iwe kwetu, wa ala ibadullahi salihin, na juu ya waja wema, waja wa Mwenyezi Mungu ni wema. Thumma qala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qad ya ayuhan nabiyyu, nabii. Katika riwaya nyingine, ya Muhammad, Muhammad, qad faradtu alayka wa ala ummatika 50 salatan fi kulli yawmin wa layla. Mimi Muhammad, mtume wa Mwenyezi Mungu, nabii wa Mwenyezi Mungu, faradtu, nimeshafaradhisha juu yako na juu ya umma wako 50 salatan fi kulli yawmin, sala 50 kila siku. Kubiltu, yani kubiltu wa ataitu, nimekubali, nimetii kupokea swala 50 kwa ajili yangu na kwa ajili ya umma wangu. Qala, fa kadhalika, katika riwaya wanasema kwamba pia Mwenyezi Mungu alimpa aya za mwisho Suratul Baqara. Katika riwaya anasema alipewa aya za mwisho Suratul Baqara, akaambiwa kwamba shikamana na hizi, kwani ni kinga kwako kwa ajili ya maadui, kwa ajili ya mahasidi na kwa ajili ya kila aina ya ubaya. Soma hizi amana rasul mpaka mwisho, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mpaka mwisho wa Suratul Baqara. Zisome aya hizi, ukizisoma katika swala ya ishai, wanasema unaandikiwa thawabu za aliyesimama tahajjud. Ukisali swala tu isha kisha ukasoma amana rasul bima unzila ilayhi, ukasoma aya hizi mbili au aya tatu au mbili au tatu, lillahi ma fi samawati wal ardi, mpaka aya mwisho, aya ya 284 hadi 86 katika Suratul Baqara. Hii ikiwa juzu ya 3. Ukisoma utakuta katika swala yako ya ishai ni sawa sawa na kisimamo cha tahajjud, unapata malipo yake na ni kinga kwako usiku mzima. Anasema kwamba fanazaltu, nikaanza kuteremka kurejea sasa, hatta ataitu Musa, mpaka nikarejea nikafika mbingu ya 6, nikamkuta tena Musa. Faqala ma farada alayka ma farada rabbaka ala ummatika, najua kwamba umefaradhishiwa kitu. Ni kitu gani umefaradhishiwa umma wako? Qala, mtume anasema qultu 50 salatan fi kulli yawmin wa layla, nimefaradhishiwa swala 50 usiku na mchana kila siku. Swala 50 Allah amefaradhisha. Qala Musa, irji ila rabbika fas'aluhu at-takhfif li ummatika, regea kwa Mola wako Musa, karegee kwa Mola wako ila akufanyia wepesi, akufishie, akupunguzie. Fa inna ummatika la tatiqu dhalika, umma wako hauwezi kuswali swala 50 kwa siku. Wa inni kad balautu bani Israila, mimi niliwahi kuwapa mtihani bani Israila kwa swala 2 kila siku, lakini wakashindwa. Ummati wa Musa walikuwa wamefaradhishwa swala 2, asubuhi raka 2, jioni raka 2 kwa siku, lakini ikawa pia hawaziswali. Kwa hivyo, na wale watu wangu walikuwa ni watu wenye nguvu sana miili yao kuliko watu wa umma wako, lakini walishindwa. Sasa itakuwa hizi swala 50, kwa hivyo rejea ili upate afisho.
faraja'tu, mtu anasema ila rabbi faqultu ay rabbi khafif anni ummati an ummati, nikaregea kwa Mola wangu nikasema ai, ewe Mola wangu, khafif an ummati, wakhafifishie, wafanyie rahisi umma wangu. Fawadaa an 10, Allah akaondosha aya 10, ni sura 10, na sura 10, sala 10, zikabaki 40. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa, nikaanza kuteremka tena kurejea mpaka nikafika kwa Musa. Faqala ma fa'alta, umefanyaje, kumeendaje, yani vile umerudi huko mambo yamekuwa kwaje? Qala 40 salatan fi kulli yawmin wa layla, nimesha faradhiwa sasa, nimepunguziwa, zimekuwa swala 40 kila siku na mchana, kila usiku, mchana na usiku. Qala inna ummatika la tatiquna dhalika faraja ila rabbika fas'aluhu at-takhfif, rejea kwa Mola wako ili akufanyie takhfif. Tutakoma hapo inshallah taala, tutamalizia kilichobakia na tuzungumzie kuhusu umuhimu wa swala, kwa sababu watu wanacheza na swala sana na watu wataka chini kusoma swala. Mtu akishajua al-Fatiha basi anajua kwamba nitakuwa na inama na kuinuka. Kwa hivyo tujue lengo la maudhui haya ya Isra na Miraj, ili tujue kwamba hii swala ambayo tunaifanyia mchezo imetoka wapi, na hakuna kitu kitakutetea ewe Muislamu katika kaburi lako kuliko swala, na hakuna funguo za riziki zilizo za hali ya juu sana kuliko swala ambazo unaziswali, na hakuna excuse. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amezipanga swala hizi akijua kwamba mtu akiswali alfajiri atafanya shughuli zake, ikifika mchana bila shaka atachukua dakika 5-10 apumzike. Katika zile dakika 5 za kupumzika, dhuhuri uiswali, la asri wengine watakuwa wamefunga kazi zao pia waswali, magharibi huko umeshafunga shughuli zako, na ishai. Kwa hivyo hakuna udhuru, safarakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa ya bittaqullahi ta'ala faqad faza almuttaqun. Qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan nasu sallu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika rasulika Muhammad radhiyallahu anhu farashna al-malimin wa bakr wa Umar Uthman wa Ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wal kufar al kafirin wa damir a'da'aka a'da'ud din wa ansur muslimin fi kulli makan baraka ya arhamar rahimin. Allahumma fi minna wal minat wal muslimina wal muslimat ya amin wa malumat baraka ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika baraka ya arhamar rahimin. Ibadu rahimakumullah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Faqulu bi'adhimi kurkum washkuru ala ni'mati yazidkum was'alu fadlan akbar. Wallahu ya'lam ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله. سمع الله لمن حمده. الله. أكبر. الله. الله أكبر. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunashukuru Allah na pia kumtakia rehema mtume wake.